Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Bana, mambo vipi Tanzania? Leo ikiwa ni siku nyingine nzuri sana, Jumapili hii ambayo tunakutana tena hapa kwa ajili ya kupiga mastori mawili matatu yanayohusu michezo, na mimi nikasema kwamba nisikuache hivi hivi. Na kama ambavyo jana taarifa zilikuwa nyingi sana, lakini sikupata nafasi kusema kweli ya kuja kuzungumza nanyi kutokana na ratiba kunibana sana. Nilikuwa tight sana, lakini siku hii ya leo walau nimetoka kanisani, nikasema tupige mastori kidogo hapa ili walau uweze kupata kitu kwa kile ambacho kimetokea, pia kwa siku hii ya jana pamoja na siku hii ya leo kwa kile ambacho natakiwa kukifahamu. Sasa mimi niko hapa muda huu live kuhakikisha basi unapata mawili matatu ya kimichezo. Endelea kusubscribe hapo. Ukisha subscribe gusa alama kengele kwa ajili ya kupata notification kipindi chetu kikiwa kinaendelea hewani muda huu. Moja ya story kubwa ambayo nataka kushare na wewe ni jana Simba walicheza mchezo wao wa kirafiki na JKT Tanzania, mechi iliyofanyika pale Meja Jenerali Samuyo, na mechi ikiwalizika kwa Simba kuibuka na ushindi wa goli 6. Mechi ya maana sana, 6-0. Ni mechi ambayo kisema kweli ilikuwa ya kirafiki ambayo kocha Dimitar Pantev yeye alikuwa lengo lake kubwa hasa ni kuendelea kuwapa wachezaji momentum, kuwapa wachezaji uwezo wa kushindana kimataifa, kwa sababu unafahamu hapo tarehe 23 saa 10 za jioni saa za Afrika Mashariki mnyama atakuwa kibaruani dhidi ya Petro Atletico di Luanda ya Angola pale, na ni mechi inayopigwa saa 10 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo mnyama hiyo jana alicheza mchezo wake wa kirafiki pale na akaibuka na ushindi mkubwa sana, goli 6. Ukiachana ushindi ule, kwa nini Pantev yeye ametaka JKT Tanzania? Kama unakumbuka mara baada ya mechi ya ligi kuchezwa, Pantev nilimfuata mimi ngoja nipate kidogo kinywaji Pantev nilimfuata, nikazungumza naye, nikamwambia unaionaje JKT Tanzania, namna ambavyo wamekupa game intensity, namna ambavyo wamekupa game ngumu, namna ambavyo wamekupa battle ya maana sana, vipi unaionaje? Akaniambia hakutarajia kama angekutana na upinzani mkubwa kweli kwenye ligi yetu JKT Tanzania. Akasema one of the best ionic club, yani club ambayo chuma kweli, yani alisema hivyo. Sasa sijajua alikuwa anamaanisha nini, lakini kumbe kwenye akili yake alikuwa anataka pia mechi ambayo itakuwa ya kirafiki kwa ajili ya kuendelea kuwajezea au kuongezea uwezo wachezaji wake, wapate ile intensity, wapate ile fitness, kuona wachezaji physics yao imekaa vipi na mambo kama hayo. Sasa jana wamecheza mechi hiyo ambayo ilikuwa na nyota wote ambao ni muhimu. Baadhi ya wachezaji hawakwepo kama Shomari Kapombe, au Kemorsi Abraham, hao hawakwepo kwenye hiyo mechi, kina Yusuf Kagoma, na hiyo yote ni kwa sababu walikuwa kwenye majukumu pia ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Sasa wachezaji ambao walicheza jana na walipata nafasi ya kuonyesha uwezo wao, kiusema ukweli kabisa, jana Eli Mpanzu Kibisawala alitoa pasi ya goli kwa Jonathan Soa, lakini naye pia akafunga. Nikupe tu list ya waliofunga magoli na list ya wachezaji ambao walikuwa tayari wameanza kidogo kupoteana wakiwa bado hawajachangamka, ni pamoja na Eli Mpanzu Kibisawala. Siku ya jana alitoa pasi za magoli, lakini pia yeye binafsi alifunga goli 2 katika mchezo huo jana. Eli Mpanzu Kibisawala alipiga zake goli zake 2 safi kabisa, na magoli mengine 2 alifungwa na Jonathan Soa, na Soa pia alipewa pasi na Eli Mpanzu Kibisawala. Kwa hiyo utaona Kibisawala alitoa pasi ya goli, lakini pia naye pia akafunga magoli 2. Kwa mabao 4 alifungwa na Jonathan Soa pamoja na Eli Mpanzu Kibisawala. Guess what? Hao ni mabao waliofungwa kipindi cha pili. Can you imagine? Mnyama kipindi cha pili anakuwa wa moto kweli. Yaani mnyama kipindi cha kwanza kikukosa inabidi tu utoe timu. Useme bwana mimi kipindi cha pili sirudi, maana balaa wanalofanya sio mchezo.
Kipindi cha pili magoli waliweka kambani magoli yote 6 kwa sababu ameanza kufunga bao dakika ya 57. Mabao yanafungwa na Elie Mpanzu Kibisawala mawili mengine anafunga Jonathan Soa, alafu hizo mbili zilizobaki kupata 6 alifunga Ladak Chasambi pamoja na Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo ukisikia kikosi unaweza kuamini kwamba Simba kianani walai msimu huu wana kikosi kipana sana kwa sababu wachezaji wengi wameenda kwenye majukumu ya timu ya taifa, kina Nabi Kamara, kina Steven Mukwala, kina Shomari Kapombe, lakini ona kikosi kilichosalia na kilichocheza mechi yao kirafiki na JKT ni 80 hadi 90 ya wachezaji wa Simba ambao msimu huu wamekuwa regular kwenye kikosi chao, wamekuwa wakianza kupata nafasi hata kama kitokea bench, wamekuwa na impact kubwa sana. Kwa hiyo kwangu naweza nikasema kwamba Simba inaimarishwa na Simba inajengwa kwa ajili ya ushindani kwenye michuano ya kimataifa CAF Champions League, lakini pia kwenye upande wa ligi ya kandanda Tanzania bara. Sasa JKT Tanzania amefungwa goli nyingi, 6 ni nyingi, lakini unazungumzia JKT Tanzania ambayo ilikuwa na nyota wake wote. JKT Tanzania ilikuwa na nyota wake wote. Anapigwa goli 6 pale kama amesimama. Hii ni mara baada ya kocha Dimitar Pantev kuwasoma na kuwafahamu katika mechi ile ya kwanza waliocheza, sababu ilikuwa ni mechi yao ya kwanza kucheza. Alikuwa bado hajaweza kuwafahamu vizuri JKT wanachezaje, wanacheza namna gani. Lakini mara baada ya kuwafahamu ameenda kuwakokea moto kweli, piga goli 6, mawili anafungwa na Mpanzu, mawili anafungwa na Soa, Chasambi anafunga pamoja na Jean Charles Ahoua. Kwa utaona namna ambavyo mnyama anaimarishwa. Na Simba huwa wanapenda sana tough game ambayo inawapa utofauti, kwa maana hata kama wanaenda kucheza mechi ya kimataifa walau wapate intensity hali ya juu sana, lakini pia kocha aweze kutengeneza ile chemistry yake, aweze kujua level ya fitness ya wachezaji wake, kwa maana tayari katika eneo la mazoezi wamekamilika kwa asilimia gani, lakini pia nani na nani wakicheza wanafit wanakuwa watamu sana, nani na nani wakitokea pembeni wanakuwa wazuri sana, nani na nani wakisimama kama forward pale wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo lengo lake hasa ni kupata timu ngumu kama JKT ambaye inakuwa inawapa challenge. Na unakumbuka pia, kama unakumbuka zaidi, msimu uliopita Falu Davis naye ilikuwa ni moja ya makocha ambao walikuwa wanahitaji mechi ngumu sana za kirafiki kuelekea michuano ya kombe la shirikisho Afrika, na pengine ndio maana pia Simba alifika hadi hatua ya finali. Nazungumza hivyo nikiwa na confidence kabisa. Simba aliomba mechi ya kirafiki na Al Hilal Omdurman ya Sudan. Ile mechi Simba alikuwa anaongoza bao 1-0 likifungwa na Lionel Ateba, kazi nzuri kabisa ya Ladak Chasambi, lakini baadaye likasawazishwa na Siji Poku, nyota ambaye baadaye alitimkia Singida Black Stars kama unakumbuka, mara baada ya kutoka Al Hilal Omdurman. Lakini mara baada ya pale wakaomba pia mechi nyingine ya kirafiki ambayo haikuwa na mashabiki wala haikurushwa kwenye TV. Hata waandishi wa habari hawakuruhusiwa. Aliomba mechi dhidi ya JKT Tanzania ya kirafiki Indo Stadium pale KMC, na hiyo mechi isionyeshwe. Kwa nini aliwataka JKT Tanzania? Kwa sababu alikuwa anajua ni timu ambayo inampa uwezo wa kushindana, timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri, timu ambayo ina migongano, yani timu ambayo inafika sana maungoni, inafanya wachezaji waweze kuimarika na kujengeka kweli kuanzia physique, lakini pia mentally, psychologically na endurance, kwa maana uvumilivu. Unapokutana na timu ngumu unapata hivyo vitu vyote. Sasa kuelekea mechi yao ya kimataifa JKT wanaenda kuongezea dozi nzuri sana mnyama, na kwangu nafikiri JKT ni moja ya timu ambayo kwa sasa kwenye ligi yetu inakupa ladha tofauti, na ndio timu ambayo inampa Simba ladha tofauti. Achana na Azam, achana na Yanga, JKT ndio timu ambayo inakupa ladha ya kitofauti, kwa sababu mpira wao ni wa nguvu muda wote. Yanga tunajua ni mpira mlaini, mpira wa mipango mingi, mara imefungwa, mara refa goli kati. Azam mwenyewe tunawafahamu na wenyewe line wanacheza mpira wa kitabuni. JKT amnaga kitabuni pale, jihadness, unapigwa kiatu na nini na mwamuzi kama hajaona, ndio hivyo imetoka. So inayojenga Simba kuelekea mechi yao dhidi ya Pedro Atletico Angola. Na fahamu mara baada ya hiyo mechi watakuwa na mechi dhidi ya Esperance, wana mechi dhidi ya Stade Malien. Hizo ni mechi zote ambazo mnyama anatakiwa kucheza. Kwa hiyo imeweza kuwajenga sana, na good luck na good news ni kwamba taarifa ambazo nilizipata mara baada ya mechi kumalizika, kocha Pantev anasema amemwona Elie Mpanzu alikuwa anamtaka. Elie Mpanzu bana, he is back, amerejea, confidence imerejea, unaambiwa uwanjani kitu anachofanya ni balaa. Ukiachana mechi, alianza kurudi kwenye mechi ya JKT ya ligi kama unakumbuka, Mwamba alikuwa anatoka pembeni anaingia kati, anapiga pasi, anafanya anavyotaka. Lakini kwenye mechi ya kirafiki Mwamba ameonekana amewaka sana, kupiga hizo goli 2 na amepiga kwa mashuti ya mbali nje ya 18, na hata pasi alizokuwa anapiga sio mchezo. Kwa hiyo
Kwa weka wachezaji bench pia kuna faida yake, kocha anakuwa na watia hasira. Mfano mtu kama Jancha leo wao unaambiwa amewaka upya. Kwa hiyo yeye mwenyewe anajua Morris yuko timu ya taifa. Kwa hiyo na yeye anatakiwa apambane atengeneze nafasi yake. Kwa hiyo Pantev Simba wamkumbatie sana. Ni moja ya kocha bora sana. Simba wamtunze sana. Simba wamlinde sana kwa sababu atawapa mpira ambao Simba waliwahi kucheza miaka ya nyuma ya kina Malota Soba, Bo Jagala, Emmanuel Gabriel Batugo, Joseph Kaniki Golota Kumbakumba, way back huko. Kina Yusuf Macho Muso. Sio unapata vizuri, Uli Mboka Makwingwe Uli. Yes, kipindi hicho. Naelewa kina Atumani Machupa. Ile Simba ile kushambulia kama nyuki, ikifungwe narudisha, ikifungwe narudisha. Sasa hii ya sasa hivi ni ya moto kwa sababu anaruhusu goli chache kwenye ligi. Ameruhusu goli moja pekee. Mnyama huyo. Goli moja pekee ameruhusu. Imagine ukijumlisha pamoja na mechi za kimataifa Simba ameruhusu goli 2 tu. Kwa maana aliruhusu dhidi ya Gaborone United pale katika dimba la Benjamin Mkapa ile sare ya 1-1, ujumlisha na ile ya JKT paka sasa hivi mechi walizocheza zote Simba amefungwa goli 2 peke yake. Kwa utaona ubora wa kikosi na hiyo jana hakudaka goalkeeper alikuwa ni Hussein Abel pamoja na Alexander kwa sababu Yakubu Sulemani hayupo, yuko zake kwenye timu ya taifa, na hiyo jana walitoa maboko kweli kweli. Kwa hiyo kwangu kocha Dimitar Pantev amepata kipimo kizuri sana na ameona wachezaji wake sasa kwamba nani ambaye anafiti, nani ambaye anatakiwa kwenda naye, nani ambaye ananipa matokeo na mambo kama hayo. So inaendelea kuwajenga na ndio maana mara nyingi wamekuwa kiipenda sana JKT Tanzania sababu imekuwa ikiwapatia matokeo mazuri sana. Na hicho ndicho kitu ambacho ni kizuri. Nimeambiwa watakuwa na mechi nyingine ya kirafiki kuelekea mechi yao ya CAF ya weekend hii kwa sababu tunafahamu shughuli ipo bana. Shughuli ipo na mnyama atakuwa na kazi ya kufanya tarehe 23 mnyama atakuwa kibaruani saa 10 za jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Wakati Simba anashinda hizo goli 6 hiyo jana dhidi ya JKT Tanzania Wajeda. Yanga walicheza na KMC, timu ambayo katika mechi 6 walizocheza kwenye ligi amepoteza mechi 5 mfululizo alafu kashinda moja pekee. Hiyo jana KMC amemfunga Yanga bana goli 3-2. Ingawa kwa upande wa Yanga Musa Balakonte alifunga lakini wamefungwa. Yanga wanafungika bwana. Nafahamu kabisa kwamba wachezaji walioenda kwenye timu za taifa ni wachache sana wa Yanga lakini wamepasuka. KMC jana amempiga Yanga goli 3-2 wakati Simba ameshinda goli 6. Kwa hiyo utaona Simba ameendelea kuimarika na kuna namna ambavyo msimu huu wana kila dalili ya kuchukua ubingwa. Kama watachanga karata zao vizuri, sioni wa kumzuia mnyama. Yaani sioni wa kumzuia mnyama kuanzia michuano ya CAF. Namuona Simba kufika mbali zaidi, lakini pia upande wa ligi namuona Simba kufika mbali sana. Yaani kuchukua hata ubingwa wenyewe kwa sababu ana kikosi na kipindi cha pili ndio kilikuwa kikwazo kwa Simba. Atakuchezea mpira mzuri kipindi cha kwanza na atashinda, atapata goli au 2 au 1, lakini kipindi cha pili Simba alikuwa na demadema, kipindi cha Falu Davis kama unakumbuka. Lakini Simba sasa hivi kipindi cha kwanza inaweza ikawa inakuchezea tu mpira, kipindi cha pili ikakuua. Kipindi cha pili ikawa kipindi cha Soa, sijui Mpanzu, sijui Ahua, sijui nani, Morris wanawaka sana. Kwa hiyo hii Simba sasa hivi imekuwa tofauti sana na kama watataka kufanya hivyo wahakikishe wanalinda sana majeruhi na wanalinda sana wachezaji wao kutokana na majeruhi ambayo wamekuwa wakipata. Lakini mchezaji kama Bajabiri Starboy jana amepata dakika 25 wa kucheza, kocha amemuona Mohamed Bajabiri Starboy amecheza dakika 65 mpaka dakika 90, walao amepata dakika zake 25 za kumuonyesha kocha kipindi hiki ambako wametoka kwenye majeraha. Kocha anavutiwa na mchezaji huyo na anaona kwamba anaweza kumtumia na akamsaidia sana huko mbele. Kiachana hilo pia Musa Pinpin Kamara amesafiri hiyo jana. Tayari ameelekea zake moja kwa moja huko nchini Morocco. Atafanyiwa upasuaji siku ya Jumatatu. Atafanyiwa upasuaji tarehe 17 upasuaji wa goti na atakaa nje kwa muda wa miezi miwili kwa maana wiki 10, miezi miwili na nusu huko. Kwa hiyo Kamara tayari kwa Morocco. Endelea kusubscribe, gusa alama kengele usiondoke. Hapa ndiko sehemu ambako unapata taarifa. Na soon channel ya Frigibov itakuwa iko live. Channel ya YouTube ya Frigibov itaanza kuonekana live. Kwa hiyo endelea kusubscribe, utakutana na mimi pia huko. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.